Nandi, kwema kaka? Mimi namshukuru Mungu. Naenda kumalizia msimu mechi za kwanza dabi bila ya Jonathan Soa na Alassane Kante. Vipi? Mimi kwangu sione shida kuwakosa wao wachezaji. Pamoja ni wachezaji muhimu tunawahitaji kukutana nao kwenye ligi. Nadhani wao wenyewe walioandaa ligi wameona kwamba wao hawahitajiki kwenda kucheza ligi. Wakae benchi mpaka dabi hiyo imepita, wataendelea na mechi zinazofuata. Kwa sababu kama wangeona wana umuhimu wa kucheza, wangepewa nafasi waende kutumikia huo mchezo, lakini wameenda kupewa bani. Mimi kwangu naona hawakustahili kupewa hii bani. Na kama hii bani ingestahili basi hata wachezaji wa upande wa pili pia walistahili kupewa bani, kwa sababu nao walifanya rafu nyingi tena za kikatili, lakini hawakuhusishwa hata kupewa onyo hakuna. Manake ni mpango mkakati kwamba wachezaji waende kuikosa dabi. Kwa mimi binafsi imeniuma, lakini binafsi ni mpango wao waliokuja nao bodi ya ligi. Kwa aina ya makosa waliofanya Soa pamoja na Alassane Kante, walistahili adhabu ya namna hii? Hawakustahili adhabu kubwa kiasi hicho. Na kama wangestahili adhabu kubwa kiasi hicho, basi na wachezaji wa timu pinzani wastahili, hasa Himidi Mao Mkami. Alifanya rafu mbili, alimpiga mtu kiwiko, lakini pia alienda akampiga mtu mfano miguu yote miwili. Sawa? Elimpanzu, lakini Elimpanzu aliruka, maana ile ni kumhatarishia kwenda kumvunja Zaidi Shairi, lakini sikuona kupewa hata onyo. Na maana waliandaliwa tu wachezaji wa Simba kwa sababu inaonekana wao ndio wamepoteza mchezo, wao ndio wakaenda kutumikia hiyo ya adhabu moja kwa moja, lakini mimi sioni kama hii adhabu inatija kwa upande wa klabu ya Simba. Wao binafsi wameamua kuwachagua wachezaji waende kukosa mchezo wa dabi, kwa sababu sasa hivi kwamba hii kamati ya masaa 72 haiamui kwa sababu ya kufuatilia kanuni na sheria ambazo zipo za mpira wa miguu. Wao wanaamua kwa sababu ya pressure za watu na miemko ya watu. Sababu hii watu wameanza kushindikiza upande wa pili kwamba huyu afungiwe, huyu afungiwe, kisa kwamba Baka alifungiwa kwenye mchezo wa Mbeya City dhidi ya Nyuma Mwiko kule Mbeya. Kwa hiyo na wao wanaona kwamba huu ni muda sasa na Simba kwenda kufungiwa wachezaji wao, lakini mimi binafsi sioni kama kuna afya kwenye hili. Kwa namna ambavyo adhabu imetoka kabla ya bodi ya ligi ukawa na kutoa adhabu ile, tuliona Young Africans mashabiki wake wakishawishi kwamba alistahili adhabu hiyo. Unahisi maamuzi yamehusisha hasa waamuzi wa bodi ya ligi ama kuna nguvu nyingine nje? Yaani mimi naona kama umenielewa vizuri, kwa umenielewa kwamba hapa hawajaamua kwa kanuni na sheria ambazo zipo za mpira. Yaani wao binafsi wameamua kwa miemko ya watu, yani kelele za upande fulani ndio zinazosimamia kamati ile masaa 72 na kuongoza ligi, kwa sababu sioni kama ligi ina uongozi ambao umesimama imara bila kubuguziwa na mtu yote. Yani mtu anakaa tu anasema fulani simtaki, fulani simtaki, na inawezekana jambo lao linatimia na wanaenda kufanya kile wanachokihitaji. Maana sisi hatuongozwi na bodi ya ligi, hatuongozwi na TFF kwenye mpira wetu, tunaongozwa na Nyuma Mwiko. Kwa hiyo Nyuma Mwiko akiongea chochote lazima kiende kikafanyike na kitatimia. Msimu uliopita makosa kama yalikuwa yanadhibiwa kwa mechi 3, kama mchezaji anafungia mechi 3 anapigwa na faini ya kifedha, ila msimu huu mchezaji anafungia mechi 5 anapigwa na faini. Inamaanisha kwamba hii sheria mlisaini, wana Simba walisaini wenyewe na vilabu vingine kwamba wamekubaliana kwamba sheria iongeze adhabu, iongezeke. Adhabu inaongezeka kutokana na kosa lililofanyika uwanjani. Mimi binafsi silalamiki kwa wachezaji wangu kupewa adhabu kwenye mchezo ule. Sio wameokana wamefanya makosa na kanuni si zipo. Hii ni kanuni ambayo imetungwa kila mwisho wa msimu, inaondolewa inaongezewa nyingine. Sababu ya msimu huu na msimu uliopita ni tofauti. Ile ilikuwa mechi 3, hii mechi 5 na faini juu. Sawa, utofauti ni mechi zilizoongezeka na faini kuongezeka pia. Lakini je, kwa nini wapewe adhabu wachezaji wa upande wa Simba? Na kati upande wa Azam pia wapo wachezaji wamefanya rafu tena ngumu pengine kuliko walizofanya wachezaji wa Simba. Mimi ndio nimesimama hapa. Ila kwa sababu wachezaji wa Simba wanashindikizwa na klabu nyingine kubwa, hawa ndio wanaonekana wanatakiwa wakakose michezo 5 ili wa Azam kama wasikose hata mchezo mmoja, waendelee kuitumikia klabu yao, hawana shida. Lakini makosa wakifanya Simba ndio wanaonekana, ili wakifanya vilabu hivi vingine hayaonekani. Mimi hapa ndo kwenye ukakasi kwangu, ndio hapa ninapopapigia debe. Na ukiangalia kwamba maboresho wa msimu wa kanuni, maana sio wachezaji tu, mpaka mwamuzi ameenda kupigwa bani wa mchezo ule, maana naye ameondolewa kwenye michezo 5 na faini juu. Lakini tujiulize, msimu huu kwenye mapendekezo ya kanuni kuhusu swala la waamuzi, wao wenyewe TFF, mimi ninao wala wao ninao, sawa, kwamba maamuzi atakaye kwenda kinyume na utaratibu wa kanuni ambayo tumejiwekea msimu huu ataondolewa kwenye michezo yote iliyobaki ya ligi. Hiyo nadhani wenyewe mnafahamu, sidhani kama mfahamu. Lakini nashangaza sasa hivi waamuzi eti wanaenda kupewa mechi 5 na faini, baada hapo wanarejea tena kuchezesha. Je, hapa kanuni inafuatwa ama inavunjwa? Kama wamevunja tu kanuni hapa tu kwa waamuzi, je, watafanya haki huku kwingine? Kwa hiyo maana yake inaonekana bodi ya ligi haifanyi kazi, na wala hii kamati masaa 72 pia haifanyi kazi kiweledi. Kutokana na adhabu ambayo Simba amepata sasa kwa wachezaji wake, Simba inaenda kuathirika kwa namna gani kuelekea michezo ambayo inafuata ya ligi kuu? Kwa shirika lazima uwasilike, kwa sababu ni wachezaji ambao walikuwa wanahitaji uwe nao kwenye michezo yote ambayo inafuata, kwa sababu tusizungumzie mchezo wa dabi tu, bado tuna michezo mingine pia tunahitaji kukutana nao, kwa sababu unasema mechi ya dabi kuna kaiona ngumu, kumbe ndio mechi ikawa nyepesi. Lakini hizi mechi ambazo unacheza na timu ndogo ndio zikawa ngumu kuliko ile mchezo wa dabi. Kwa naamini tutakuwa kosa kwenye hii michezo mingine minne pia bado inatuuma, ukiacha huo mchezo wa dabi. Kwa mimi naamini hii ni mipango mkakati ya bodi ya ligi na TFF kwa ujumla
kwamba Simba msimu huu aendelee kustruggle, apoteze ile nyuma mwiko, aendelee kupepeta kama walivyofanya msimu uliopita. Maana hawataki msimu kuandamana. Maana wakiacha pumzi mapema, inawezekana maandamano yakaendelea tena ya kuchapisha t-shirt ya tucheze. Sasa hawataki sasa kazi yao ya kutoa tucheze. Waanze mapema kumpunguza kasi Simba ili wafanikiwe kwenye yale malengo yao kutaka kuchukua ubingwa mara 10 mfululizo. Kwa namna kama adhabu za Dino Sanchez na Wakosti, kwa sababu mwanzo wa msimu hapa mechi ya Ngao ya Hisani ya Sanchez alikosa kutokana na adhabu ambayo alipata msimu uliopita. Kuelekea mechi hii pia anaenda kukosa. Unadhani nidhamu ya Dino Sanchez inatakiwa ikuwe kwa kiasi gani? Jonathan Soa ni mchezaji na hii ni adhabu yake ya kwanza akiwa kwenye Simba Sports Club. Lakini ni adhabu yake ya pili kwenye msimu wa pili, kiacha msimu ambao uliisha kwenye mechi ya finali ya Confederation kule ambao alicheza New Amani Zanzibar, akapewa red card kule. Tukaja kumkosa kwenye mchezo wa Ngao ya Jamii. Lakini mimi binafsi bado nikitazama tukio ambalo lilifanyika kwenye mchezo uliopita dhidi ya Azam Benjamin Mkapa, halikuwa na athari kubwa hivyo kama watu walivyolibeba na kulichukulia. Lakini mimi mchezaji ambaye nilimuona alistahili kwenda kupata adhabu kubwa ni Milimao Mkapa. Sababu Milimao Mkapa alipiga kiwiko, lakini bado haikutosha, alifanya faulo nyingine kubwa na ngumu, ilistahili kupewa red card, lakini hakupewa red card. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba haya maamuzi hayatoki kwa ajili ya kusaidia mpira wetu, yanatoka kwa ajili ya matakwa fulani, kwamba fulani wanataka fulani afanywe hivi na wao wanaenda hivyo hivyo. Kwa maana hapa hatuna kamati ya masaa 72, ila tuna klabu ambayo ndio inasimamia masaa 72. Ikisema wao, basi kitu kinaenda kuamuliwa. Kwa lengo hiyo ya bodi ya ligi, tusimame sasa, turudi katika klabu yako. Elie Mpanzu anahusishwa na Young Africans, na jana nimeona challenge moja ambayo amemfanyia Alikama, kamfanyia Mediali kwenye press yao. Alimpa challenge ya kutaja kikosi chake ambacho atamaliza nacho msimu huu, kwenye kikosi kile Elie Mpanzu hakuwepo, hakumtaja Mediali. Inamaanisha kwamba ni wazi kwamba Elie Mpanzu pengine dirisha dogo akaondoka wa Simba na anahusishwa kujiunga na Young Africans. Unazungumziaje? Sasa dirisha dogo anaondokaje nyuma mwiko? Anaondoka nyuma mwiko. Kwani Elie Mpanzu amekuja hapa ameingia mkataba miaka mingapi na Simba? Mpaka tuseme dirisha dogo anaweza kwenda upande wa pili, kwa sababu Elie Mpanzu bado ana mkataba na Simba. Amekuja msimu uliopita, lakini kwenye ile dirisha kubwa akakuta limeshafungwa, akasajiliwa na akakaa benchi. Maana yake alikuwa hajatumikia mkataba wake pale. Maana yake mkataba wake ameanza kutumikia kwenye dirisha dogo, ndipo maingizo yake yalipoanza. Sasa utaniambiaje kwamba msimu huu tena ambaye hajamaliza kwenye dirisha dogo tayari aende kuitumikia klabu nyingine? Maana yake atakuwa ametumikia klabu msimu mmoja tu, si ndio maana yake? Akati Elie Mpanzu ana mkataba wa miaka 2 na Simba, miaka 2 na nusu. Leo unaniambia kwamba dirisha dogo anaenda nyuma mwiko, anaenda kwa kigezo gani? Au ndio ile Emmanuel Okwi ambaye kaingia mkataba na nyuma mwiko wa miaka 2 dakika atumikia miezi 6 msimu dirisha dogo akarudi upande wa pili wa Simba Sports. Mimi siamini hata kama wewe uongozi ni mbovu kiasi hicho, lakini kwenye masuala ya mikataba ya wachezaji hawajawahi kufanya huo utoto kwa kipindi hiki chote. Pamoja na ubovu wote tunaozungumza wa viongozi, lakini kwenye swala ya mikataba ya wachezaji hawajawahi kutuletea utoto huo. Labda huo utoto atuletee msimu huu, lakini hawajawahi kutuletea huo utoto. Lakini naamini kwamba nyuma mwiko wako wahitaji wachezaji wa Simba, hiyo ni kawaida yao. Walimhitaji Chama zaidi ya miaka 4, lakini wakaja kufanikiwa msimu uliisha wamemchukua, lakini mwisho wa siku msimu huo Chama ndo akuendelea tena. Sasa hizi yuko wapi? Yuko Singida. Kwa hiyo wana hamu sana na mchezaji akiwa Simba, kwa sababu si ndio timu kubwa barani Afrika na ndio timu kubwa duniani kwa ukanda wetu, na ndio maana wao kila siku wanawaza Simba. Hata kiongozi wao alivyoenda kule Doha Qatar, kaenda kuweka clip ya mkutano wa Simba wanalumbana, ambaye yeye haumuhusu na sio kiongozi wa hiyo klabu, lakini kwa sababu ndio klabu kubwa lazima aende ile kuchukua kama mfano. Umeona bwana, wewe toa vitu vya klabu yako, kama vile ameweka timu zake ya zamani, mashabiki akaonyesha pale gofu lile, basi jengo lile gofu akalionyesha pale na mabwawa yakaonekana, vile ndio vitu atakuwa yeye aonyeshe kwenye ile mkutano, sio vitu vinavyohusiana na Simba yeye havimuhusu. Lakini kwa sababu Simba ndio klabu kubwa, ndio dira, lazima aweke vitu vya Simba pale hivi vimpushi, kwa sababu hata hivyo vyao wanavyovipata sasa hivi kwa sababu ya Simba, bila Simba hivyo vyao singevipata, kwa sababu Simba ni timu kubwa. Huyu jamaa anawezaje kupasua kwenye kipande hiki? Ndio maana wasikia leo mara akapewa ujumbe huku, mara akapewa ulinzi wa vilabu, yaani kila cheo atapewa tu kwa kipindi hiki, kwa sababu anapita kwenye daraja kubwa la Simba Sports Club. Kwa hiyo sichangaa hivyo vipi. Wana Yanga wanasema engineer ni rais wa wote, kwamba yeye ni mjumbe wa bodi kwa FIFA, kwa hiyo hata anakuwatetea ni sahihi. Sasa pale anatutetea nini? Kuweka ile clip ya video pale anatutetea? Kule ndio kutetea? Pale anasuluhisha au anatengeneza nini? Na ameweka ile kwa maana gani? Ile ndio klabu anaiongoza au yule ndio rais wa shirikisho? Labda wala angekuwa rais wa shirikisho kuweka kitu kama kile kwenye nchi yake, ina maana inawezekana kwa kukaa kuna tafuta jambo. Sio wewe kiongozi wa klabu moja ukaenda kwenye mkutano ambaye hauhusiani na hiyo klabu, umeenda kuonyesha jambo kama lile, halileti maana. Mwenyekiti wa nini? Mwenyekiti wa nini? Kamchagua nani mwenyekiti wa vilabu bwana? Yule mlinzi wa vilabu, mwenyekiti anaweza kuwa yule. Mwenyekiti anaweza kuwa yule. Wapi? Mwenyekiti wa vilabu anaweza kuwa yule. Sasa pale alienda kwenye masuluhisho ya vilabu. Tuliambiwa kwamba ile mkutano unahusiana na kwenda kutibu migogoro ya vilabu.
au klabu ya Simba ndio ina migogoro tu? Mbona yeye akuonyesha video pale ya watu wake wanaandamana msimu uliopita kwamba hawachezi? Alionyesha pale. Mbona alionyesha gofu tu na kuonyesha picha za wachezaji wa zamani, mashabiki wakienda kwenye hamasa na nini? Mbona kuonyesha maandamano? Kama kweli yeye alitaka kujenga kama mwenyekiti wa vilabu, tungeona pale anaonyesha maandamano. Na angeweka na ile clip yake, aliwaambia wananchi wanapodai matokeo kuwa tofauti, kuambia wao wala miogo. Mbona sikuona kuweka yale matokeo? Kama kweli mwenyekiti wa vilabu. Yule mnafiki tu chawa tu kama machawa wengine. Yule chawa kama machawa wengine. Na ndio maana kaweka tukio lile. Ndio maana nimesema Simba ni brand kubwa. Lazima aitumie Simba kama daraja yake yeye na kuendelea kukua. Bila Simba hawezi kuendelea kukua kwa sababu Simba ndio dira. Ndio maana kaiweka clip ile ya Simba. Sasa Simba labda itakuwa kwa sehemu moja kuna sehemu nyingine. Maana kutolea mfano kwamba timu ya Simba ina matatizo na mwenye mamlaka kuitolea taarifa kama ile ya Simba ina matatizo ni nani? Ni yeye au viongozi wa klabu ya Simba au kiongozi wa shirikisho? Yule sio mwenyekiti wa vilabu mama, yule ni mwenyekiti wa walinzi Afrika. Tunza maneno yangu, yule ni mwenyekiti wa walinzi barani Afrika. Kahudhuria lini huo mkutano wa viongozi wa vilabu? Huo mkutano umefanyika lini wa viongozi wa vilabu barani Afrika? Maana kungekuwa na huo mkutano wa viongozi wa vilabu wote, ndio atakuwa weke ile clip ya video pale kwenye bara lake la Afrika. Mimi si ndio bosi bwana, klabu fulani na matatizo kutoka nchi fulani tunaweka pale ili tusuluhishe, sio kwenye mkutano wa FIFA. Ile inahusiana nini? Yaani ule ni uchawa kutafuta yeye apande chati kupitia Simba. Mbona hajaweka pale alipoambia watu wake wala miogo? Mbona ile clip hajaweka? Na ile maandamano msimu uliopita wanaandamana kwenye bwawa, mbona hajaweka kwamba hatuchezi? Siangeweka ile maandamano vile vizevate viko vinaandamana pale kila siku kwenye gofu. Mbona hajaweka kama kweli yeye kiongozi wa vilabu? Yule chawa tu. Lakini tumwambie tukufanya vile kwa sababu na uongozi wetu uliokuwepo na wao unalingana tu kama pipa na mfuniko. Na ndio maana akafanya yale. Lakini kama utawala ambao umepita asingeweza kufanya yale. Kwa kipi yani? Mimi mpaka nimuone hivi kwa kipi alichokifanya kwenye mpira huu Tanzania kipi? Kipi? Yeye ndio kiongozi ambaye anaongoza kwa madeni katika viongozi wetu waliopita nyuma mwiko. Yeye ndio kiongozi pekee, barua zimedondoka kutoka FIFA karibia 4. Tumeambiwa kwa nini taarifa dada una? Kambona hajalipa hapa. Eti timu ya Agostino Oka msimu uliopita hapa hajalipa. Hajalipwa. Kocha kaondoka juzi tu hapa hajalipwa. Wote vitu tunazungumza viko wazi na barua zimedondoka utawala wake. Eti usajili wa mchezaji mmoja ambaye anaonekana utatanisha. Ulikuwepo, ulikuja barua hapa. TFF kaibana bana wakaisaga sana wakamalizana ndani. Wakati ile iko nyuma mwiko anakosa ubingwa. Watu tumeamua kuzimia kwenye gia. Tunafahamu kwamba uongozi wake ndio ni mbovu. Lakini hivi vyao wanavipata kwa sababu ya udhaifu wa viongozi wa klabu ya Simba. Huyo anatoboaje hapa kati Simba ni daraja kubwa barani Afrika? Na ndio maana anapewa vile vyeo ili Simba wapate uchungu. Warudi kwenye uhalisia wao, lakini hatuwezi kurudi kama uongozi huu bado upo, lazima utoke. Simba tarudi kwenye uhalisia wake. Lakini kama bado upo, injinia ataendelea kututukana mpaka basi. Kwa mfano waliotoa kule sasa. Unadhani Simba kuna namna inaathirika katika uwekezaji na biashara sasa sababu Simba